Naam, mtazamaji wa Yes Online, na leo nimekuja kwa jambo moja muhimu, si siasa wala si masuala ya kimichezo, bali ni jambo la kijamii ambalo ni muhimu kwa kila mmoja kulifahamu. Sasa fahamu baadhi ya mambo ambayo yanachangia sisi kama wanadamu kupata laana zisizotarajiwa. Pengine huko barabarani unakutana na mwanamke mchuuzi masikini mwenye mtoto mgongoni, unashusha kioo cha gari lako na kumuuliza kwa sauti ya kijeshi, "Unauza bei gani hivyo vitunguu na hizo ndizi?" Muuzaji masikini kwa upole anakujibu, "Shilingi 1000 kwa kichane cha ndizi na 1000 kwa fungu la vitunguu." Kiburi unamwambia unahitaji kichane cha ndizi kwa shilingi 500 na fungu la vitunguu kwa shilingi 500, au vinginevyo haununui. Muuzaji masikini anakubaliana na hali na kukujibu, "Chukua tu kwa bei unayotaka. Sijauza chochote tangu asubuhi. Walau sasa nipate cha kununulia watoto chakula cha usiku." Amepata hasara, lakini zaidi anaenda kukununulia pia mfuko wa kuwekea bidhaa hizi ulizonunua. Unamwagiza afanye haraka, vinginevyo utabadili mawazo. Anaomba msamaha na kwa tabasamu anakukabidhi bidhaa zako. Anakubariki pia kwa kumuungisha. Unamrushia hela na kuchomoka kwa kasi na kumwachia wingu la vumbi na moshi linalomfunika yeye na mtoto wake. Anakohoa wakati anaweka vizuri fedha kidogo alizopata. Umasikini haujamwachia uchaguzi. Umefika sasa kwenye hoteli ya nyota 5 ambapo utakutana na rafiki zako. Unawaambia waagize chakula na vinywaji kadri wanavyotaka. Wanaagiza vyakula vya gharama kubwa na mabaki ya chakula ni mengi kuliko chakula walichokula. Gharama nzima inakuwa shilingi 500,000. Unalipa bila kuomba punguziwe. Unampa mhudumu tipu ya shilingi 10,000 shukrani kwa chakula alichokuhudumia ambacho hamkula hata nusu yake. Tukio hili linaweza kuonekana la kawaida kabisa kwako, lakini si la kibinadamu. Pointi ni kwamba kwa nini kila mara tuna nguvu ya kubishania bei wakati tunaponunua kutoka kwa masikini? Kwa nini tunakuwa wakorofi tunaponunua kwa masikini? Kwa nini tunakuwa wachoyo tunaponunua kwa wahitaji? Kwa nini tunaonyesha ukarimu kwa wale ambao wala hawahitaji ukarimu wetu? Kwa nini tunaonyesha upole na utu tunaponunua kwa watu matajiri ambao wanaona hela yetu kama chenchi ndogo tu? Kwa nini tunaelekeza fedha zetu kwenye bahari ya fedha? Tafadhali, nunua vitu rahisi kwa watu masikini kwa bei ya haki wakati mwingine. Makusudi lipa na ziada unaponunua kutoka kwa mwanamke au hata mwanaume maskini. Hii inaweza kukupa baraka ambazo kibinadamu huwezi kujua kuwa Mungu amekurudishia pale ulipopunguza. Mungu akujalie moyo wa upendo. Amina. Yes.